Wimbo mkubwa kama wapu sijawahi kupata hata sendi moja. Ni maneno ya Billnass, ambapo Billnass amekuja na madai ya kudai kwamba anaibiwa mapato na mtu anajulikana kwa jina la MX Carter. Kwa mjibu wa Billnass, anasema juzi niliandika waraka kuhusu vitu vingi vilivyomo kwenye upande wa pili wa tasnia na sanaa zetu. Lengo sio kuwavunja moyo au kuwakatisha watu wapya au vijana wenye ndoto ya kuingia kwenye tasnia, bali ni kuwakumbusha na kuandaa kukabiliana na ulimwengu wa kweli. Ndiyo maana nilisema kabla ya kufanya hizi kazi usisahau kumwomba Mwenyezi Mungu akupe roho ya kustahimili na nguvu ya kukubaliana. Sasa nitaanza kueleza mambo kadhaa kwa uchache. Nilizungumzia dhuluma, ushetani, vita, usaliti na mengineyo. Kwa leo wacha nianze na dhuluma. Kuna dhuluma nyingi zinafanywa na wadau, labels, managers, promoters, wamiliki wa media, distributors company na kadhalika. Lakini leo wacha nianze na upande wa distribution na nitamuelezea Michael Mlingwa aka MX Carter kama mmoja wa wadau muhimu, lakini wadidimizaji wakubwa kwenye masuala ya uuzaji na usambazaji wa kazi zetu tunazozitoa jasho, na mimi nikiwa mmoja wa wahanga wa dhuluma hiyo. Na naamini baada ya hii mtasikia vilio vingi vyenye kufanana na hii. Unaweza ukaamini wimbo mkubwa kama wapu sijawahi kupata hata sendi moja ya mauzo yake upande wa digital, na hata ulipofika wakati wa kupata stake zangu na kuwa naomba na kubembeleza na kuwa kama makubaliano kisheria hivi ni moja, nitarudi kueleza mengi yanayofanywa na watu kama akina MX Carter na washirika wao. Ni madai ambayo ameweza kutoa Billnass baada ya kudai kwamba kuna watu ambao wanawadhulumu, wanafanya dhuluma kwenye kazi zao. Yani hawakuwa kitaja kwamba kuna baadhi ya lebo, lakini pia managers ambao wanawasimamia, promoters na wamiliki wa media na hao tawa wasambazaji wa hizo kazi za muziki ndio ambao wanafanya dhuluma, akiwemo huyo MX Carter ambaye yeye anadai kwamba anafanya dhuluma kwa wasanii wengi kwa kuwa yeye wimbo wapo hajai kupata hata shilingi moja.